Baraza Kuu la Haki za Kibinadamu HCHR limelaani vikali matamshi ya waziri wa hazina wa Marekani yaliyopendekeza kuwa mali za serikali ya Iran zinaweza kutumika kuwalipa baadhi ya washirika wa Washington katika kanda kwa madai ya uharibifu uliosababishwa katika vita vya hivi karibuni vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Baraza hilo limeeleza pendekezo hilo kama ukiukwaji wa sheria za kimataifa na kanuni zinazosimamia uhusiano kati ya mataifa huru. Katika taarifa iliyotolewa siku ya Jumamosi, HCHR ilisema kuwa jaribio lolote la kukamata, kuhamisha au kugawa mali zinazomilikiwa na taifa la Iran litakuwa ukiukaji wa kanuni inayotambulika kimataifa ya kinga ya uhuru, ambayo inalinda mataifa na mali zao kutokana na kunyang'anywa na nchi nyingine. Shirika hilo la haki za binadamu la Iran lilisema kuwa hakuna taifa lenye mamlaka ya kisheria ya kuamua jinsi mali za nchi nyingine zinapaswa kutumiwa, likielezea hatua hizo kama kinyume na utawala wa sheria na majukumu ya kisheria ya kimataifa. Taarifa hiyo pia ilisema kuwa kukamatwa au kunyang'anywa kwa mali za kitaifa, hasa zinapounganishwa na vikwazo vya upande mmoja na hatua nyingine za kiuchumi za kulazimisha, huwa na matokeo mabaya ya kibinadamu. Baraza hilo lilibainisha kuwa waandishi maalum wa Umoja wa Mataifa na mifumo mingine ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa wameonya mara kwa mara kuhusu athari mbaya za hatua za kulazimisha za upande mmoja na vikwazo vya kiuchumi vya nje ya nchi kwa haki za msingi za mataifa, likikataa hatua yoyote inayoweza kutokea kuondoa au kugawa upya mali za Iran. Taarifa hiyo ilisema kuwa Marekani itabeba jukumu kamili la kisheria na kimataifa kwa matokeo ya hatua yoyote kama hiyo. Iliongeza kuwa inahifadhi haki ya kufuatilia suala hilo kupitia mifumo yote ya kisheria na kimataifa inayopatikana. Nikiripotia Rubaza Kimataifa, mimi ni Abdul Nasser Mwita.